zao za dabi. Na wakiwa hawana kelele, yani wakifika kwa ni kukanda na kuendelea na mambo mengine. Wakishakanda safari, kwa sababu watu kwenye mfungo utaambiwa futari inaandaliwa Jangwani. Maana kipindi wakishamkanda mtu wanaenda kuchinja ng'ombe, wanakunywa supu. Sasa inawezekana kwa sababu kamati yenyewe haijazungumza. Naamini kabisa kamati ni chombo ambacho kwanza kina hapa kutunza siri. Ndiyo. Sasa leo mtu wa kamati atoke aanze kusema kuna yani mimi naamini yani Tanzania sisi tunaongoza kwa propaganda. Hii ni propaganda ambayo na je wakija kuprove wrong kwamba hajafungiwa. Sasa ina maana gani? Yaani itakuwa ina maana gani kuelekea dabi? Tuangalie ina maana gani watu sasa. Hivi unafikiri sasa hizi watu wanazungumza nini jamani? So wanazungumza kufungiwa tu kwa Alikamwe. Yaani kwamba maana yake upande wa pili Simba wanaweza nao wakawa wamehamia sasa kwenye kumzungumza Alikamwe, sio maandalizi ya mechi. Vitu hivyo vipo Francis. Yaani unajua katika mpira katika hizi timu za Wazaramo hizi timu za Wazaramo kwa muda wanapenda sana stories za nje ya uwanja kuliko kujiandaa ndani ya uwanja. Na ndio maana kuna game unajua kabisa kwamba hawapo vizuri, hawana utimamo kwenda kuikabili hiyo mechi, lakini kile ambacho wana kipresent nje ya uwanja ni kitu cha tofauti. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine naweza kumuelewa Le Manangu. Inaweza ikawa ni mind game kwa upande wa Young Africans kuwaondoa watu mchezoni, kuwafanya wasiconcentrate na dabi, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwenye hizo maskani za kijanja kote Instagram, kilichojaa ni story kuhusu Alikamwe, na mjadala mkubwa siku ya leo umekuwa ni huo. Tokea jana usiku unaona ni jinsi gani kwamba kila mmoja ameconcentrate upande huo. Lakini je, hili swala lina uhakika na lina ukweli ndani yake? Kama lina ukweli, watatoka bodi na watakuja kutueleza kwamba bwana amefungiwa kutokana na makosa 1 2 3 4 ambayo yamesababisha afungiwe. Lakini mpaka sasa hivi ni jambo ambalo lina sintofahamu, kwa sababu hata kosa ambalo wanaweza wakatoka wakasema kwamba tunamfungia kwa kosa hili halionekani ni kosa gani, kwa sababu kama posti aliyoka posti kuhusiana na masuala ya kupendelewa kwa upande wa pili ni vitu ambavyo vimezoeleka kuonekana mitandaoni, kwamba sio yeye tu ujue, mpaka afisa habari wa upande wa pili ameshawahi kuongea vitu kama hivyo kwenye michezo ambayo Yanga anacheza dhidi ya timu za ambazo pia zina varogo ya GSM. Yes. Kwa hiyo shutuma kama hizi zimekuwa zipo sana kwenye ligi yetu, lakini hazina ukweli wowote. Kwa hiyo ili jambo bado lipo kwenye kamati, na kamati wao kama wao wameamua kuliacha mpaka dabi ipite. Lakini nani ambaye amezitoa hizi taarifa nje kwamba Ali Shaban Kamwe amefungiwa? Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kujiuliza. Na je, kwa nini hizi taarifa zimekuja kipindi ambacho wanakaribia kuikabili mechi ya dabi? Ndio. Unajua kuna kitu hapa, kuna vitu viwili mimi najaribu kufikiri na mimi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anazungumza uhakika hapa. Mimi ninachojaribu kufikiri ni kwamba wakati waliitwa wote wawili kwenye kamati ya maadili, kuna jambo lilizungumzwa na wote waliojiwa wote wawili, lakini baada ya kuzungumza kwa pande zote mbili, yani kwa Alikamwe pamoja na kamati, kwa Ahmed Ally pamoja na kamati, kuna kitu kamati wameketi na wakakikusudia kukipeleka kwa hawa watu wawili, yani Ahmed Ally na Alikamwe. Kinachotokea kwetu sisi ni kwamba kuna mmoja kati ya wajumbe pengine amepenyeza taarifa ambayo bado haikutolewa na kamati. Yaani unajua tunaweza tukakaa hapa kwa kikao chetu kama ambavyo tunajiandaa kuja katika kipindi. Tukasema bwana, story zetu kubwa leo ni 1 2 3. Lakini kubwa zaidi ni hii ya bwana Samata. Watu hawajui Samata kafanyaje huko Paoka alipo. Tunakuja hapa kumbe kuna mtu tayari keshapiga simu nje, bwana leo issue kubwa ni ya Samata. Unaona sasa kinachotokea. Kwa kabla ya kipindi kuna taarifa imefika kwa watu, lakini haikuwa rasmi. Kuna mmoja kati ya wajumbe anajua tayari hukumu ya watu wawili ya Ahmed Ally atasamehewa, lakini kwa huyu bwana huyu atakula gongo mbili. Sasa kuna watu wengine wanashirikisha mpaka mambo ambayo hayapo hapo sasa kuyazungumza. Unajua kwamba hiyo itakuwa 4 bila itakuwa 4 bila hiyo ikitokea hivi. Kwa nini? Hassan Bumbuli alikulaga ban kama sikosei. Ndio. Akaja Jerimuro pia alikula ban. Haji Sande Manara Bugatti juzi tu tena kama alikula ban. Anakuja kijana Alikamwe. Sijui wananchi watareactive. Lakini unajua kitu ambacho mimi nimejaribu, nilikuwa na Nation, unajua leo Nation ndo switch kwa hiyo anabidi avumilie tukimoyo. Nilikuwa na Nation tunajaribu kuangalia andiko ambalo limepelekea kuitwa kwenye kamati ya maadili. Huyu mwingine aliita neno gani aliandika? Alisema mpinzani namba 1 wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara ni Uto. Namba 2 ni Singida United. Anawaita Nyuma Mwiko. Aliandika Nyuma Mwiko.
Alafu kwa huyu mwingine anasema aliandika kuhusu Simba aliwaita Kolo, aliwaita Makolo. Akaandika Makolo Yes. Sasa mimi nikajiuliza, yani Makolo nini? Issue ya msingi ni makosa ya waamuzi. Lakini akahitaji katika makosa ya waamuzi akahitaji ambayo wananufaika nayo Makolo. Sasa inazua mijadala mingi sana kwenye kila kipindi cha michezo. Sasa mimi nikajiuliza, unajua hapo unapata mwanasheria mzuri sana anasimamia katika hili swala. Mimi sijasoma sheria kidogo na uelewa. Kolo, kuna timu inaitwa Kolo imesajiliwa kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania au nyuma mwiko. Kuna timu imesajiliwa. Tuanzie tu hapo. Pengine labda kama aliandika zaidi ya hapo ama waliandika zaidi ya hapo wanaweza wakapata adhabu. Lakini hizi kwa sababu na imani hata wao wanajua kabisa kumention moja kwa moja klabu, kumention moja kwa moja mtu ni namna ambavyo wewe unamfanyia, unamaccuse kwa kitu ambacho una uhakika nacho. Na kwenye waandishi wa habari huku kinaitwa defamation. Sasa kama limeandikwa Kolo, mtanisamee kidogo ulima teleza. Limeandikwa Kolo ama limeenda kuandikwa nyuma mwiko. Sijani kama kuna klabu inaitwa Kolo ama nyuma mwiko. Pengine ndio hata tunasema tu labda kuna 1 2 3 kuwepo hapa. Bana sawa, ni Ali Luambano akitia neno kuhusiana na hilo, lakini pia mimi nakwambia kwamba dakika zilizosalia ni 2 tu hapa. Hata mwenyewe nimeikalili. Najitahidi ni angalau niweze kuwa piskali. Pengine labda naweza nikawa miongoni mwao. Na mimi mwenyewe nitajitahidi basi niongea hata na Ancelotti siku moja kufanya naye interview kule Anfield. Maana sasa hizi mimi yule unajua mwandishi yule wanaandika habari officials za Liverpool na Nasho, mbona unamfanyia hivyo ndio naye bwana. Kwa hiyo sio mbaya, na mimi nipo usiku na yeye bwana, tunaweza kutokea. Nitapambana, nitafanya uchawa wote. Siku moja naye ukafanya interview na Ancelotti kule Anfield. Itakuwa show ya mwisho ya kwanza. Kufanyika. Sasa hapo ndio itajulikana kipindi hicho. Bwana Mayombo unasema nini kuhusiana na hili swala? Umefika kati Mayombo anaongea chezesha draw hapa. Bwana sawa, wakati Emmanuel Mayombo anazungumza pia na mimi ni wakati wa kwenda kuchezesha draw kupata wale washindi 20, kila mmoja aondoke na kile alichonacho. Kumbuka kwamba kuna shilingi 50,000, shilingi 100,000, 100,000 na 50,000 pamoja na shilingi 200,000. Zote hizi zinakwenda kutoka kwa watu 20 kwa wakati huu hapa. Kama bado hujacheza, basi hakikisha kwamba unakwenda kucheza pale. Nenda katika menu yako ya malipo, ukifika pale unalipa bill, utaambiwa kuhusu namba ya kampuni, weka 553111, namba kumbukumbu ni 333 ama neno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri hapo, itakuwa tayari umecheza. Ukicheza mara nyingi zaidi, unajiongezea nafasi ya kuwa miongoni mwa wale washindi. Kabisa. Mayombo. Hivi nikumbusheni tena, maana nilikuwa namkumbuka tu mwandishi wa Liverpool. Yani mimi nilichokisema kwamba kuelekea mechi ya Simba Yanga, mimi nimesema ni mind game. Lakini sasa wengine wamesema hapana. Francis amesema hapana. Taarifa umeipata wapi? Francis akasema taarifa zinakuja tu kama ilivyopata taarifa leo, na wewe taarifa pia unaipata. Na wewe inawezekana taarifa umeipata wapi Mwayombo? Sababu najua nawe ukuepo. Pengine taarifa pia umeambiwa kwamba kamati imefanya hivi. Una uhakika kama kamati kweli ni wenyewe? Nimesikia. Unajua bahati nzuri ama bahati mbaya kwenye mpira dunia nzima huwa zikianza tetesi, basi hicho kitu mwisho wa siku huwa. Kwa ndio maana mimi nilipokuja kusikia hizi story sijashangaa sana, kwa sababu kwenye mpira ni vitu sasa Mayombo utakuja uzungumze. Ngoja tuzungumze na mwakilisha. Halo? Lakini tayari kuna kiasi cha pesa kitakuwa kipo katika simu yako. Ngapi? Tumechezesha draw ya shilingi 100,000, 100,000 na 50,000, 50,000 pamoja na 200,000. Sasa sijui kwenye simu yako kiasi gani kitakuwa kimeingia. Basi sawa. Utakavyoona pia utaturudia utuambie kwamba message tayari itakuwa imefika. Sawa. Lakini pesa yako tayari imefika kwa sababu wewe ni miongoni mwa wale washindi. Si amecheza lakini leo? Amecheza mara 5 amesema. Safi sana. Asante. Sawa, lakini pia namba yako imeingia katika draw ya kushindania gari muda mrefu, na tunafahamu walisia wachezaji ambao wanakuwa na majeraha muda mrefu. Kutoka kwenye majeraha muda mrefu kurudi kwenye utimamu wako ambao ulikuwa unao tokea kipindi cha kwanza cha msimu au labda kwenye msimu uliopita, kila ulichokitoa inakuwa ni ngumu zaidi kwa mchezaji kuweza kuadapt yale mazingira na kuweza kujiamini na kurudi kwenye fomu yake kama ilivyokuwa nao zamani. Ni wachezaji wachache sana duniani wanaweza kuadapt hivyo kwa haraka na kurudi kwenye performance yao kubwa na kuweza kutoa kile kitu kubwa, lakini ushindano wa namba lazima atakutana nao kwa sababu tayari Israel Patrick Mwenda. Wewe unasema nini? Inawezekana pengine akakutana na ushindani kiasi hicho. Ni faida kwa walimu wa Yanga na kikosi cha Yanga, kwa maana kwamba kila mwalimu anatamani wachezaji wake bora wote wawepo kwenye kikosi. Kwa hiyo kurejea kwa Yao kwa Satola na kuna watatu kwenye kikosi cha Young Africans
unakwenda kuongeza ushindani kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi mpaka yule ambaye atakuwa anapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans atakuwa ndiye mchezaji ambaye amekamilika zaidi kuweza kupata nafasi ya kuitumikia klabu ya Yanga, na Yanga atakwenda kunufaika na ubora huyo mchezaji. Dakika ni 12 msikilizaji, pekee ndizo ambazo uko nazo hapo za kuendelea kucheza mara nyingi zaidi. Kumbuka kwamba kuna shilingi 50,000, 100,000, 1,000 na 50,000 pamoja na shilingi 200,000. Zote hizi zinakwenda kutoka kwa watu 20 pale ambapo itafika majira ya saa 12 dakika 55. Nafasi ni ya kwako wewe ambao unatusikiliza hivi sasa kwenda kucheza mara nyingi zaidi ili kuwa miongoni mwa wale wa